Nijuze kivuli cha amani. Wapendwa watazamaji, enyi wafuatiliaji wazuri, wapendwa kabisa wa channel yenu pendwa ya Istiqama na Kuamkieni kwa maamkizi ya watu wa peponi na Waislamu duniani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika kipindi cha leo tutakwenda huku na kule ili tuweze kujijenga katika upande wa maisha, lakini pia tuweze kuijenga akhira yetu kwa mfumo wa Kiislamu kabisa ambao anauridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na inakwenda sambamba na sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tutapitia picha kadha ambazo ndani ya picha hizo tutachukua mazingatio makubwa kabisa katika kila picha ili ipate kukujenga ewe Muislamu, ewe mwanadamu katika maisha yako, ujue vipi nitaweza kupambana na maisha ya dunia na vipi nitaweza kupata suluhisho ya matatizo mbalimbali, lakini pia vipi nitaweza kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila uwanja kati ya nyanja za maisha yangu ili nipate mafanikio, nipate kuboresha maisha yangu, nipate kuboresha uchumi wangu, nipate kuthibitika katika kila changamoto ambazo zitanipitia katika maisha yangu. Ni kipindi ambacho kitakupa faida nzuri kabisa. Pia nitakuomba baada ya kipindi hichi kirushe dunia nzima ili watu wengine wapate faida kubwa kupitia kipindi hichi, lakini pia wanufaike kama vile unavyonufaika wewe. Tuanze na picha ya kwanza, mpendwa mtazamaji. Picha ya mwanzo kabisa kama unavyoiona mpendwa mtazamaji mbele ya macho yako, uso kwa macho, inasema hivi: la tatruk salataka mahma balagha dhunubak. Usiache kabisa sala yako kwa hoja kwamba una madhambi mengi. Yatavyokuwa madhambi yako, lazima uwasiliane na yule ambaye atakurudisha katika msitari, kwa sababu as-sala sila baina al-abdi wa rabbi, ni mawasiliano baina ya mja na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukikata mawasiliano baina yako na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, kwa hakika utamuomba nani kama sio yeye ili akurudishe katika msitari, akuthibitishe baada ya kurudisha. Kwa hivyo usijenge hoja kwamba madhambi yangu ni mengi, kwa hiyo niache sala. Ibadilishe hiyo, ifanye kama ni haya ya kumuonea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nenda msikitini, tandika msala wako ukiwa mutati ras, ukiwa umeinamisha uso wako chini, ukimuonea haya yule ambaye umemwacha muda mrefu. Rudi katika sala, kwa sababu inna awwala ma yus'alu al-'abdu min 'amalihi yawm al-qiyamati as-salah. Ibada ya kwanza kabisa ambayo ataulizwa mja siku ya kiyama katika matendo yake ni ibada nzima ya sala. Ikiwa sawa, mambo yake yataenda sawa, na kama itafisidika, basi ameanza kuharibikiwa kuanzia swala la kwanza ambalo amefeli. Kwa hivyo usije ukasema ukaba na madhambi mengi na kwa sababu ya madhambi yangu na achana na ibada nzima sala. Kalla wa hasha, rudi kwa Allah, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafurahia tauba yako, atafurahia kurudi kwako katika msala, katika msikiti, kama vile furaha isiyokuwa na kifani kabisa, mpendwa mtazamaji. Kwa hivyo picha ya kwanza hii inakwambia usiache sala yako yatavyokuwa madhambi yako, wala madhambi yasiwe hoja ya kuacha kwako ibada nzima ya sala. Hiyo ni picha yetu ya kwanza katika kipindi cha leo. Twende katika picha yetu ya pili, mpendwa mtazamaji. Katika picha ya pili, mpendwa mtazamaji, tutaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tumtegemee yeye na anataka tuwe karibu naye, na ndio maana usije ukaifahamu mitihani mbalimbali ambayo inakupitia kwa ufahamu usiokuwa sahihi. Tusome kwanza muradi na lengo la picha hii ambayo ipo mbele ya macho yako. Inasema hivi: innama ibtalaka litaqtarib la litaktaib. Angalia lugha ya Kiarabu hiyo, innama ibtalaka litaqtarib la litaktaib. Amekukurubisha Mwenyezi Mungu kupitia mitihani mbalimbali. Wewe katika mitihani, au tuanze katika wakati wa raha yako, ni mara chache sana kumkumbuka sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu upo katika raha, mambo yako yako shwari, haumzingatii sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hadi pale unapofikwa utamtaja, lakini utakuwa unamtaja kwa kina sana, utamtaja kwa dhati kabisa,
hata lugha ya dua zako, namna ya kuziomba, nyakati ya kuziomba itabadilika kabisa, kwa sababu umefikwa. Ndio maana mpendwa mtazamaji, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anatuambia, man arifa Allahu fi raha arifahu fi shidda, atakayemjua na kumzingatia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika raha zake, mambo yake shwari, anamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yake ni mazuri, maisha na kwenda mashallah bardan wa salaman, hapo hamsahau Mwenyezi Mungu kwa dua na kumnyenyekea. Atakayemjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa mfumo huu katika raha yake, arifahu Allahu fi shidda, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamjua katika shida zake, atamtoa katika matatizo yake, atampatia suluhisho katika mambo yake, atamtoa katika majanga, atamponya katika maradhi yake, atamlipia madeni yake, atamrudishia utajiri wake, atamrudishia mume au mke wake, atamrudishia vipenzi vyake. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sio wa kumkimbilia wakati wa shida tu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Mwenyezi Mungu yupo nanyi popote pale mlipo. Mkiwa katika hali ya raha yupo nanyi, mkiwa katika hali ya shida yupo nanyi. Kwa hivyo usimkimbie na ukamsahau ukasema mambo yangu ni shwari, kwa hiyo nitamjua wakati wa shida zangu. Kalla, ikiwa ina maana usipomjua wakati wa raha, hata kujua, hata kutatulia, hata kupatia suluhisho mambo yako wakati wa shida zako, sababu ulimwacha wakati wa raha yako. Muombe Allah ukiwa na raha, atakujua katika shida zako. Picha natuambia innama ibtalaka litaqtarib la litaktaib, amekupa mtihani ili uwe karibu naye. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha ahabba Allahu qauman ibtalahum, pindi Mwenyezi Mungu anapowapenda watu fulani, basi huwapa mtihani. Alama ya kupendwa akupe mtihani, alama ya kupendwa wewe upate mitihani, ili ukurubie kwake, umtaje, useme ya Allah, ya Karim, ya Dhal Jalali wal Ikram, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Alim bihali, innaka tara makani wa tasma'u sauti wa tastajil biduai. Unaona hali yangu, unaona machozi yangu, unaona majanga yangu, umeona maradhi yangu, umeona machozi yangu ambayo nakulilia Allah. Hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuona na atakutatulia. Kwa hivyo haja kupa mtihani ili uanguke, ili uingie katika huzuni, ili uingie katika majonzi. Amekukurubisha kwa mtihani ili uwe karibu naye, umlilie, umkimbilie, umuombe, lakini pia usisahau mjue katika raha ili akujue katika shida zako. Twende mpendo wa mtazamaji katika picha yetu ya tatu, ambayo vile vile itakuwa na zinga la mazingatio. Twende picha ya tatu, mpendo wa mtazamaji, kama unavyoiona mbele ya macho yako, inatupeleka moja kwa moja katika kisa cha Nabiiullah Musa alayhi salam. Nabiiullah Musa alipokuwa amejua kwamba yupo katika zama zake mwenye elimu zaidi yake na anajua mambo kuliko yeye, basi alipata himma na hamu kubwa ya kumjua, na akasema, la abrahu hatta ablugha majmaa albahrain au amdhiya huquba, sintoacha safari hii ya kwanza kwenda kumtafuta mtu huyu mpaka nifike katika majmaa albahrain, mkutano wa bahari mbili, na hapo ndiyo nipate kupata ilmu ambayo amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia zingatio gani ambalo unalipata wewe mpendwa mzazi kupitia picha hii? Mtume Musa alayhi salam, Nabiiullah Musa alisema sintoiacha, na wewe vile vile usiache kuyaendea malengo yako, usiache kufanya himma na jitihada kubwa kubwa kufikia yale malengo ambayo umeweka, hasa nazungumzia malengo ya halali, lengo la kuoa, lengo la kutajirika katika mali za halali, lengo la kutatua matatizo yako, lengo la kuboresha ilmu, lengo lolote lile ambalo ni halali, usiache kuliendea. Kama Nabiiullah Musa alayhi salam akasema, la abrahu hatta ablugha majmaa albahrain au amdhiya huquba, sintoiacha safari hata kama nitatembea mamia ya miaka. Kwa hivyo picha inatuambia
in kanat niyatuka la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain, ikiwa nia yako wewe wakati wa kuliendea jambo ni kwamba sintoiacha hii safari mpaka niifikie lengo langu, sintoacha jambo langu hili nitaliendea mpaka litimie, fala budda, lazima upitie yale ambayo alipitia Nabii Musa alayhi salam. Fala budda an ta'bura ala ma lam tuhit bihi khubra, lazima upitie yale mambo ambayo bado hujakuwa na khibra nayo. Jifunze vipi ya kuweza kufikia malengo yako. Nabii Musa alayhi salam alipata kujua kupitia Al-Khudr alayhi salam mambo ambayo hakupata kuyasikia wala kuyajua, ili apate ilmu, ajifundishe, na wala hakuhisi vibaya ya kwamba yeye kama nabii lam yatarafa kusema mimi nabii najua nazungumza na Mwenyezi Mungu moja kwa moja, napewa wahi moja kwa moja, lakini hakuacha kutafuta ilmu kwa mwanadamu kama yeye. Na wewe vile vile unapoliendea jambo lako liendee wakati unaendea ukishauri watu, ukitaka ushauri kwa watu, ukitaka wakuelekeze, pata ilmu, jifundishe namna ya kufikia, hasa unapozungumzia kulifikia jambo katika njia ambayo itakuwa sambamba na Qur'an na Sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo picha inatupa zingatio kubwa ya kwamba usiache lengo lako itavokuwa, hasa kama ni lengo la halali. Inasema picha, ikiwa nia yako la abrahu hatta ablugha, sintoiacha jambo langu mpaka nilifikie, basi lazima upitie ma lam tuhit bihi khubra, upitie ile mambo ambayo hauna khibra nayo, hauyajui, hauyaelewi mpaka uulize. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna, waulizeni wanaojua kama nyie hamjui. Twende katika picha yenye zingatio lingine, mpendo zawaji, katika kipindi ambacho naomba kibarikiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kiwe na manufaa makubwa katika jamii, hasa kwa wewe ambaye unaitazama. Twende katika picha ifuatayo. Picha kama unavyoiona, mpendo watazamaji, mara nyingi tunakuwa tuna hofu ya kuanzia jambo. Natija, matokeo ya hofu yetu ni kubaki kama tulivyo. Hakuna kipya kinachofanyika katika maisha yetu, tunabaki kama ni maskini hivyo hivyo. Hata maisha kati tabaki hayo. Tajiri labda anapata hofu, hawezi kuzalisha mali, huenda biashara zake, mali zake zikadorora, zikaanguka, na sababu ni kwamba hatuna tawakkal, hatumtegemei Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haki ya kumtegemea. Picha inatuambia idha lam tukhatir falan yataghayyar shay, usipo jaribu yale ambayo unahisi kwamba ni hatari. Kwa mfano kuanza biashara, ndo biashara ni watu wengine bwana, biashara ina watu wake bwana, sijui swala la biashara ya daladala ina watu wake, mimi nani mpaka swala la kuwa mwanachuoni, mwanachuoni sio mimi, swala la kuwa mcha Mungu bwana, wacha Mungu ni mashekhe bwana, sio sisi. Unabaki hivyo hivyo, hakuna kinachoendelea, hakuna kinachobadilika illa mtukhatir. Ikiwa hutoanza hatua ya mwanzo ya mafanikio yako, utabaki makana kasir, kama mwanajeshi ambaye anapiga hatua za pale pale, anatroti pale pale, hakuna kipe kitachoendelea. Wote waliofanikiwa unaowaona walianza hatua ya mwanzo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaona ukweli wao, akawafanikisha, ndio wakafika hapo walifika. Matajiri wakatajirika, wametoka maskinini. Baadhi ya multi millionaire hapo awali walikuwa wanasafisha viatu barabarani, waliamua kubadilika na kubadilisha, wakaanza hatua ya mwanzo ya mafanikio. Mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee yule ambaye ali hai tena hafi. Wanakufa wengine lakini yeye hafi, huyo ndio kutegemewa. Mtume katika hadithi anasema sallallahu alaihi wasallam, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi, mngelikuwa mnamtegemea Mwenyezi Mungu haki ya kumtegemea, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, akikuruzukuni kama anavyoruzuku ndege, taghdu khimasan wa ta'udu bitana, ndege anatoka tumbo tupu na njaa, wa ta'udu bitana, anarudi akiwa amejaza tumbo lake
ameshiba yeye na anakwenda kushibisha vifaranga vyake. Kwa nini? Kwa sababu amemtegemea Allah haki ya kumtegemea. Na wewe una haja kubwa ya kuanza leo, sio kesho. Anza hatua ya mwanzo. Una hazina ya akili, una hazina ya ufahamu, una hazina ya kuanza, una hazina ya jamii inayokuzunguka, una hazina ya ushauri, kushauri watu ambao wamefanya hilo ambalo waliendea kabla yako kwa na khibra. Kama vile Musa alayhi salam, tumezungumza kabla kidogo, alimwendea yule ambaye amemwambia wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra, utasubiri vipi na mambo ambayo hauna khibra? Na wewe lazima ushauri, lazima uulize ili ufikie malengo yako. Zingatio hilo. Twende katika picha yetu ya ijayo, mpendwa mtazamaji, vile vile tupate zinga la mazingatio. Nafikiri leo unapata na faida iliyo kubwa kama vile ninavyoipata mimi. Picha ijayo, mpendwa mtazamaji, ina maana kubwa kabisa katika maisha yako. Kwanza tuisome, inatuambia nini? An-najah al-haqiqi, mafanikio ya uhakika, mafanikio ya kweli, sio ya kudanganya ya 50-50, mafanikio ya kweli. Huwa an takhtu rughma irtijafi qadamaik, ni uvuke pamoja na kuwa miguu yako inapepesuka, inatetemeka namna hii. Ukiweza kuvuka, tumezungumza picha ya kabla kidogo, acha hofu, anza hatua ya mwanzo. Sasa nakwambia katika mwanzo wa hatua za mwanzo huenda ukawa na wasiwasi au muwaswisi fulani. Anakwambia mafanikio ya kweli, an-najah al-haqiqi, ukitaka kufanikiwa mafanikio ya uhakika, lazima uzivuke hizi hatua za mwanzo ambazo mwanzoni miguu yako itatetemeka, itasisimuka, itaweza kukutia muwaswisi fulani. Lakini pamoja na kutetemeka, pamoja na wasiwasi, pamoja wasema nitavuka, na bila shaka hilo Allah mtukufu anakuambia walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ufahamu? Na wale ambao watakaojitolea wa juhudi kwa ajili yetu, maana akajitolea muhanga, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfanikisha, atamuonesha njia zake, ataacha pahala pa kutetemeka na kusisimuka na kunini, nguvu ambayo itakuacha ni mtu ambaye katika mafanikio ni mafanikio endelevu, na utakuwa wasiwasi wako wote umekwisha ukiwa umefuata hatua za picha ya kabla hii, mpendwa mtazamaji. Kwa hivyo picha hii ina maana kubwa. Usifikiri walianza moja kwa moja kwa kasi na nguvu, hapana. Walianza hivyo hivyo kama unavyoogopa wewe kuanza. Kwa hivyo anza leo wala sio kesho. Hata kama utaanza kwa kupepesuka, kwa kutetemeka, kwa hofu, ighilibu, shindana, pambana na hizo hofu, na bila shaka utafika ila barri al-aman, huko unakotamani. Bila shaka utafikia, japo utakuwa umejitahidi kuanza, na Allah akiona ukweli wako atakufanikisha. Waliotajirika walianza hivyo hivyo, na wewe unaweza kufika kule walikofikia wao. Twende katika picha nyingine nzuri ambayo ina zingatio lingine, mpendwa mtazamaji. Mimi nahisi raha kwenye kipindi hiki, sijui subhanallah kwa nini, lakini nahisi nakupa jumbe ambazo zitakuacha uwe una nguvu katika kupambana na maisha haya, mpendwa mtazamaji. Unasemaje? Picha ijayo ni picha miongoni mwa picha nzuri vile vile na zinga la mazingatio, mpendwa mtazamaji. Kwanza tuisome picha hii, inatuambia nini? Wallahi thumma wallahi, mpendwa mtazamaji, hakuna kitu ambacho kila mwanadamu anakitafuta kama rahatul bal, utulivu wa hii nafsi hii. Uwe mtulia, tuli, hauna matatizo, ulale rahatul, ulale msingizi mnono, hauna hili la kushughulisha, hauna tatizo, hauna deni, hauna hili. Hakuna kitu ambacho kinachokutatiza, kinachokusumbua, kinachokukera, kinachokutesa. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho ambacho watu wanakitafuta leo. Hata wewe nafikiri utajiri ndio raha. Unaweza kupata utajiri wa multi millionaire, lakini hujaridhika na maradhi uliopewa, labda pressure, kisukari. Utajiri wako wote ukawa hauna maana kupitia pressure na kisukari.
lakini hunaka ridha, kuridhika biqadri al-iman, katika moja ya nguzo za imani mtu ameridhika na qada Allah ta'ala wa qadarihi, yani ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwandikia. Picha inasema rahatu balika ahamu min kulli bashar, kutafuta raha ya nafsi yako kwanza, utulie, upate utulivu ni bora kuliko yani ulimwengu na walimwengu wote. Yani hapa sizungumzii kwamba wewe utafute raha juu ya migongo ya wengine. Siseme kama watu wote pote ya pote, hapana. Ishi na raha, tafuta rahatul bal ili uweze mwenyewe kuwa sababu ya raha za wengine. Nakupa mfano, katika nyumba ya ndoa, wewe na mke wako na watoto, ukiwa wewe kama ni mzazi umetulia, umepata rahatul bal, utulivu wa akili, wa rahatul nafs, utulivu wa nafsi, raha ya moyo, bardan wa salama, la shaka utakuwa sababu ya raha ya watu wa nyumba nzima. Pahala pake uwe tafshani, visirani, hasira saa zote, la shaka nyumba hiyo yanqalibu ila jahim. Ndio maana Allah mtukufu katika Qur'an anatuambia hivi: alladhi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ni yeye ambaye amekuumbieni wake ili mpate utulivu kwao, akajalia baina yenu mawadda, mapenzi na huruma, rahma. Hakika katika hayo ni mazingatio, ni ishara na aya kwa kila mwenye kutafakari. Kwa hivyo tafuta nafasi ambazo zitakuletea utulivu, tafuta sababu za kuletea utulivu. Lakini pia nitakusihi nasaha moja muhimu sana: zikimbie sababu zote ambazo zinakuletea karaha, zinakuletea matatizo. Kuna baadhi ya milango ambayo ukiifungua basi vigumu sana kutoka kwa balaa zilizojaa humo. Waarabu wanasema hivi: albab alladhi yati minhu rih siddu wastarih, mlango ambao unaingiza upepo funga ustarehe. Kwa hivyo kupitia picha hii, mpendwa mtazamaji, chukua zingatia hilo. Twende katika picha yetu nyingine ambayo vile vile utaendelea kunufaika na amini hilo insha Allah taala. Sema insha Allah. Twende. Siku moja kabla kuzungumzia picha hii, mmoja katika wanachuoni wakubwa kabisa alimkuta mtu ambaye anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amridhie. Huyo mtu ameinua mikono asema, Allahumma rda anni, ewe Mola wangu niridhie. Sawa? Allahumma amin, Allah turidhie mimi na wewe. Huyu mwanachuoni akamuuliza huyu jamaa, aradhin anta anillah hatta yarda anka. Muhimu sana ili ni zinga la zingatio. Akamuuliza, je, wewe umeridhika na Mola wako ili yeye akuridhie? Amekupa watoto wa kike watupu, je umeridhika? Amekupa watoto wa kiume watupu, je umeridhika? Amekupa maisha fulani, je umeridhika? Amekupa mke fulani, je umeridhika? Amekupa mme fulani, je umeridhika? Amekuumba Mwarabu, je umeridhika? Amekuumba Mwafrika, je umeridhika? Amekuumba mzungu, je umeridhika? Amekupa maisha fulani, je umeridhika? Aradhin anta anillah hatta yarda anka. Ukitaka kutafuta raha, kama nilizungumzia picha iliyopita, rahatul bal takmunu fi ridaka anta anillah. Raha ya akili yako, utulivu wa nafsi yako unapatikana katika kuridhika wewe na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, hakuna kingine. Na kwa kadri unavyozidi kuridhika na takdiri za Allah ambazo zinatembea kwako wewe, kwa kadri unavyopata utulivu wa nafsi ambao unautafuta, na kwa kadri unavyoridhiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, unapata dunia, lakini pia unapata akhira kupitia kuridhika tu. Na uwe mkweli katika kuridhika.
sema raditu billahi rabba, nimeridhika kuwa Mungu wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil islami dina, na Uislamu ni dini yangu, wa bil qadri khairihi wa sharrihi minhu subhanahu wa ta'ala, na kwa yote yale ambayo Mwenyezi Mungu ameniandikia ya khairi na ya shari, yote yatokea kwa. Katika hali ya khairi Mtume anasema ajaban li amri almu'mini, anashangaza sana muumini, inna amrahu kullahu lahu khair, mambo yake yote ni khairi, yote ameridhika. In asabahu khairun shakara fakana khairan lah, akipatwa na khairi, ametajirika, amepata raha, amepata mtoto, amepata mke, amepata mali, amepata nyumba, amepata khairi, shakara, anashukuru ikawa khairi kwake. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, akipatwa na jambo ambalo linamtatiza, jambo baya, mushkila, tatizo, basi atasubiri, atastahimili, ikawa khairi kwake. Anashangaza sana kuwa katika hao ambao wanamshangaza Mtume, wakaridhika katika khairi wanashukuru, katika shari wanasubiri. Twende katika picha nyingine ambayo itaendelea kukupa faida, lakini pia na mazingatio makubwa inshallah. Twende katika picha ijayo. Bismillah. Nitakuuliza swali moja kabla tujaenda katika picha ifuatayo. Je, tabia ya geugeu inakupendeza? Uwe mtu geugeu, unakwenda kwa hao kwa uso, na unakwenda kwa wale kwa uso, na kwa wale kwa uso wa tatu, kwa wale uso wa nne. Huu geugeu unakupendeza kama ni Muislamu? Hata kama itakuwa ugeugeu wako huu ni ugeugeu wa khairi. Kwa mfano, unaenda kwa hawa kwa sababu wanaridhika na uso fulani ambao ndio nakabiliana nao, na hawa vile vile, na wale vile vile, na utaishi maisha ya kutaka kuridhisha watu wote. Kumbuka kile kisa cha ule mtu na mtoto wake na punda, walikuwa safarini. Mwanzo kabisa akapanda yeye juu ya punda, mtoto wake akamwacha chini. Watu wakasema, huyu jamaa hana huruma, huyu anamwacha mtoto chini, anapanda yeye punda. Akaamua kumpandisha mtoto, akateremka yeye. Wakasema mtoto hana adabu huyu, anamwacha baba yake atembee, yeye anapanda punda. Akaamua kupanda yeye na mtoto. Watu wakasema hana huruma. Watu wawili wanampanda punda mmoja, hawana huruma hawa. Wakaamua kuteremka chini wote wawili. Wakasema ama kweli watu hawa wanaye punda lakini hawapandi, wanaamua kutembea kwa miguu. Kwa hiyo yani wanaosema ridha an-nas ghaya la tudrak, wa ridha Allah ghaya la tutrak. Radhi za watu ni lengo ambalo hauwezi kulifikia, lakini ridha ya Allah haiachwi. Twende katika picha. Picha hii inasema laysa alayka an tataghayyar, hunaka man sayuhibbuka kama anta. Sio lazima kwako ubadilike uwegeugeu kwa sababu ya kuridhisha watu. Hauna haja kuenda hao kwa sura na wale kwa sura na wewe kwa sura na wewe kwa sura. Utaishi maisha gani geugeu? Wewe umshakuwa kila wao nataka waridhishe, wale waridhishe, utaridhisha wangapi? Inakwambia picha sio juu yako, sio lazima kwako wewe ubadilike. Wapo watakao kupenda hivyo hivyo ulivyo. Kuwa kun anta, kuwa wewe. Kwa nini uwe wao? Kwa nini ubebe hamu na ghamu katika nafsi yako ya kutaka kuwa una personality nyingi, mionekano mingi, miundo mingi, namna kuzungumza nyingi, mitazamo mingi, haraka za mwili, ukitembea kwa wao umekwenda hivi, kwenda kwa wale umeenda hivi, utapata tabu sana. Sio lazima kwako kubadilika kwa sababu ya watu. Ona namna gani wewe unaenda sambamba na anavyotaka Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, na ukimridhisha yeye, akiridhika yeye, basi ataridhisha watu wote kwa ajili yako, atawaridhisha wote kwa ajili yako jalla jalalu. Ilmuradi sio lazima kwako kubadilika, kuwa wewe
katika njia ya halali, uwe na shakhsiyatun islamia, personality ya Kiislamu, na hauna ulazima wa kuridhisha wote kwa muonekano. Usiwe geu geu, kwa sababu katika hali kama hii unaweza kushakiwa unafiki. Anaweza mtu kukuona pamoja na watu upo katika muonekano fulani, na kwa wengine upo katika muonekano fulani, akasema da, huyu jamaa mbona kule anacheka huku yuko hivi. Kwa hivyo unaweza ukatuhumiwa batili bila wewe kuhisi, ukaona sema na watu huko kama we ni mtu geugeu. Usiwe hivyo inshallah. Sema inshallah. Twende katika picha nyingine nzuri kabisa ambayo itatuletea mazingatio, na hisi leo faida zipo faida ziko nyingi kupitia picha hizi ambazo zina mazingatio makubwa. Mpendo wa mtazamaji, picha hii ijayo, mpendo wa mtazamaji, vile vile ina mazingatio makubwa. Unaweza kuwa unapitia matatizo fulani, matatizo makubwa, na ukaona kwamba hakuna tena faraja. Hivi jambo lilivyo hivi, hapa ndio basi tena ukakata tamaa. Allah anatuambia la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehma ya Allah. Twende katika kisa cha Nabiullahi Musa alayhi salam tena na tena. Kisa cha Nabiullahi Musa kina mazingatio makubwa. Nabiullahi Musa alipomkimbia Firauni, yeye na watu wa Bani Israili, wakawa mbele ya bahari. Albahru amamahum wa Firauna khalfahum, bahari hapa mbele yao na Firauni yuko nyuma yao. Ya Allah, ina maana hichi ni kifo cha uhakika. Ingelikuwa sio Nabiullahi Musa wako Bani Israili peke yao, wangekata tamaa, wakachinjwa wao wakamalizwa, wakateketezwa. Lakini Nabiullahi Musa alayhi salam alipoambiwa na wana wa Israel, inna la mudrakuna, tumeshakumbwa, tumeshapatwa na Firauni, huyu hapa, sauti za farasi zake tunazisikia. Akasema kalla inna ma'i rabbi, hasha, aliyenami. Katanguliza kwanza almaiya, wanasema inna ma'i rabbi, aliyenami ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Unafikiri kwamba yamekwisha, yamemalizika, kumbe ndio kwanza Mwenyezi Mungu atakufungulia mlango. Waqad furijat wa kunna nahsabu annaha la tufraju, limefunguka wakati ambao tulikuwa nadhani kwamba halifunguki kabisa. Twende katikati ya moto wa Ibrahim alayhi salam. Alijua na malaika mbalimbali ili atolewe, lakini akasema hasbi Allah wa ni'mal wakil, anantosha Mola wangu na mbora kumtegemea. Allah kajalia nini? Ule moto uliowaka, uliotibuka mwaka sawa, faja'alaha bardan wa salama, au fanya moto huo bardan wa salama. Kisu cha Ibrahim kutaka kumchinja nani? Ismail alayhi salam, akanyang'anya, akatoa ukali wake akuchinja. Huyu ndio Allah. Picha nasema hivi, watadhunnu annaha an-nihaya thumma yuslihu Allah subhanahu wa ta'ala kulla shay, na unadhania kwamba ndio mwisho. Hapa tena hakuna suluhisho, hakuna tatuo, hakuna kabisa la kufanya, nimekata tamaa. Hapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatengeneza kila kitu, huenda kwa kumtegemea au bila kumtegemea akakutengenezea. Yafalu ma yasha, anafanya kitakacho. Huenda amekifanya kwa sababu ya kumtegemea kwako, na huenda ametaka kuonesha kwamba Mungu yupo nawe. Ulipodhania kwamba yamekwisha, ya hayafai, hayaendi, hayarekebiki, hapo anarekebisha na anayetengeneza, ili apate kuambia usikate tamaa. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Pende katika picha nyingine, mpendo mtazamaji, nafikiri faida vile vile itapatikana na ni kubwa kabisa. Twende katika picha ya pili. Picha ijayo, mpendo mtazamaji, ni picha muhimu sana. Katika picha moja muhimu kabisa, hasa inalenga watoto wetu, vijana wetu. Vijana wanaona mafanikio ya wazazi wao. Huenda baba akawa tajiri, akawa daktari, akawa muhandis, akawa architect, akawa mkemia,
akawa shekhe, akawa mwalimu, wakadhania kwamba yani wazazi wao walilalalala, walikuwa wavivu, lakini wakafikia huko walikofika. Lazima tuelewe wanangu wazuri wapendwa, kwamba wazee wenu, baba zenu, mama zenu wamefikia huko kwa jitihada na kujitolea muhanga. Ilichukua miaka mingi mpaka wakafika huko walikofika. Iliwachukulia miaka mingi katika kusoma, kufanya utafiti, kwenda kurudi, kusafiri, kusoma, kuchukua ushauri, kupata khibra hayatia, ujuzi wa kimaisha, mpaka mkawakuta hivyo walivyie. Mmeinukia, mmepata akili, mkakuta babako tayari na daktari. Je, umewahi kumuuliza baba yako, baba ulikuwa kuaje mpaka ilikuwa kuaje mpaka ukawa daktari? Unakumuuliza? Sasa picha yetu hii ina zingatio kubwa. Isikilize vizuri. Picha inasema hivi: lan tanala raha birraha. Usifikiri utafikia raha kwa raha. Usifikiri, usidhanie kabisa kwamba raha inakuja kukulalala. Mimi nitalala nitakuwa tajiri. Fa inna samaa la tumtiru dhahaba. Mbingu hainyeshi dhahabu mara pap, labda kwa muujiza ilahia. Lakini raha wanaoipata wazazi wako sasa hivi kwa madaktari, wana kazi zao, wana mishahara wao, wana utajiri wao, wana biashara zao. Kuna kazi, nimesema kuna matajiri multimillionaire, ukisoma historia yao walikuwa kwanza nani? Wasafishaji viatu, waendeshaji wa daladala, hawana kiatu mguuni, wamefanya kazi duni kabisa. Lakini leo angalia, kwa sababu gani? Hawakupata hii raha ya leo kwa matajiri, kwa raha walioifanya katika maisha yao. Lan tanala raha birraha, hutopata raha kwa raha. Amka, acha uvivu, jitolee muhanga, fanya kazi, fanya juhudi, jitolee katika maisha yako kwa malengo mazuri ya huko. Hutopata raha kwa raha, utapata raha kwa kusumbuka mwanzo. Inna ma'al usri yusra. Kwanza kuna ugumu, alafu unakuja wepesi. Amka tena, amka tena, amka leo kabla ya kesho. Twende katika picha nyingine. Mpendwa mtazamaji, nafikiri picha hiyo iliyopita ilikuwa ni picha nzuri ambayo inazinga na mazingatio kwa vijana wetu na watoto wetu, lakini pia picha ijayo pia itatupa faida nyingine nzuri kemkem inshallah taala. Tuseme inshallah. Twende picha ifuatayo mtazamaji, ambayo inazungumzia as-sa'i, zile juhudi na kazi na ibada mbalimbali ambazo unazifanya katika maisha yako. Allah mtukufu anatuambia wa alaysa lilinsani illa ma sa'a, hakika mwanadamu hatolipwa isipokuwa kwa zile kazi, juhudi ambazo alizozifanya. Wewe anta almas'ul an as-sa'i wa laysa an-natija. Allahu akbar. Wewe ni juu yako kufanya jitihada, muachie Mwenyezi Mungu resulti, tokeo ya yale ambayo unayofanya. Allah anakuona, anakusikiliza, anaona jitihada zako, anaona ukweli wa moyo wako, anaona unavyomuelekea kwa ikhlasi, kwa utakasaji wa kazi, analiona lengo lako, anaona lengo lako ambalo unatamani kulifikia, na atakufikisha. Lakini sa'i ni jambo la kwanza. Anza kwanza kufanya kazi. Wewe fanya, lakini Allah mtukufu atakufikisha. Anaona, anakusikia, atakutatulia, atakufikisha huko ambako unataka kufika. Mpendwa mtazamaji, nisikilize vizuri, niamini, muamini Mwenyezi Mungu kwanza. Kwa hivyo wa alaysa lilinsani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Mwenyezi Mungu anaona jitihada zako, na huko unakokwenda Allah mtukufu atakufikisha. Twende katika picha nyingine. Nafikiri picha hii vile vile kuna zingatio ambalo limepatikana. Anza leo. Picha ijayo mpendwa mtazamaji ina maana nyingine kubwa sana 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 sana. Dhana zako ambazo unazo katika fikra zako na moyo wako zina athari kubwa kabisa katika maisha yako.
na zinaathiri maisha yako leo kwa leo, dakika kwa dakika, sekunde kwa sekunde. Moja katika hadithi qudusi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna abdi bi ma yasha, mimi niko sambamba na dhana ambayo anafanya mja wangu, basi mja wangu andhani atakavyo. In dhanna bi khaira, akimdhania, in dhannaita billahi ta'ala khaira, ukimdhania Mwenyezi Mungu khairi, basi utapata khairi. Geuza shilingi, ukimdhania vibaya na mabaya yatakujia. Sasa picha yetu tunasema hivi, ahsinu dhanna bi aqdarikum, yafanyeni dhana njema yale mlioandikiwa. Fa innaha ta'ti muhammala bi dhununikum, anakuja yale mnayoyapata kwa mujibu wa dhanna ambazo mlizokuwa nazo. Yanabebwa yale ambayo yanakuijieni katika maisha yenu kwa dhanna zile ambazo mlizo nazo katika fikra zenu na moyo wenu. Ukidhania kwamba nitaendelea na umaskini, wewe ndio sababu. Ukidhania kwamba utatajirika na utajiri utakujia dhanna ya dhati kabisa, basi Allah atakufanyia hivyo. Kwa hiyo dhanna ni muhimu sana. Sizungumzie dhanna mbaya kudhania watu, wewe na Mola wako, wewe na nafsi yako, wewe na akili yako, wewe na fikra zako, vipi unazilea hizi dhanna ambazo zimejaa katika akili yako? Ni dhanna za aina gani? Dhanna za khairi, au khairi itakuijia, au dhana mbaya mbaya, nitabaki hivi hivi, nitabaki hivi, nitabaki maskini, mimi nimeumbwa maskini. Hivi ulifunguliwa ghaibu wewe paka uone kwamba umeumbwa maskini? Hata haya maisha uliopewa, ridhika, furahia haya ulionayo leo. Usisubiri paka ufiki yale ambayo unayatamani, huenda yasifike. Usikae unaishi maisha ambayo bado hujayafikia. Furahia haya ambayo ulionayo leo. Lakini pia mfanyie dhana njema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yale maisha ambayo unayatamani mazuri, yale ya utajiri, ya kupata nyumba kama hauna, ya mke, ya mme, utayafikia kwa dhanna ambazo unafanya. Picha inatuambia ahsinu dhanna biaqdarikum, zifanyeni dhana njema zile qadari ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuandikieni. Innaha muhammala bidhununikum, ta'ti muhammala bidhununikum, zitakuja sambamba na zile dhanna ambazo mnazozibeba katika fikra zenu. Twende katika picha nyingine ili tupate kumaliza inshallah. Picha nyingine mpendwa zamani, ni picha moja nzuri kabisa. Wewe unapanga kama anavyosema ya Daud katika hadithi qudusi, ya Daud innaka turid, Allah mtukufu anamwambia Nabii Allah Daud, innaka turid wa ana urid, fa idha sallamta lima urid kafaituka ma turid, wa in lam tusallim lima urid at'abtuka fima turid thumma la yakunu illa ma urid. Ewe Daud, ukiyakubali kwa kina yale ambayo nimekuandikia, nitakusaidia katika yale ambayo unayataka, na kama ukiyakataa yale ambayo nimekuandikia, nitakuchosha, nitakuendesha mbio wewe katika yale ambayo unayataka. Hatima yote hayatakuwa isipokuwa yale ambayo nayataka juu yako ewe Daud. Kwa hivyo wewe unapanga na Mwenyezi Mungu vile vile anapanga, na sio sharti daiman kwamba yale ambayo unayapanga wewe yaende sambamba na yale ambayo anayataka Mwenyezi Mungu kwako. Ma tashauna illa an yasha Allah, hatopatikana yale ambayo tunayataka mpaka Mwenyezi Mungu atake yawe, kun fayakun. Ndio maana kuna baadhi ya watu ambao wanaomba dua wanakuambia, Rabb, na kuomba liambie lile ambalo ninalo litamani, kun, ili liwe. Moja katika dua nzuri ambazo wanaziomba watu wasalihina, ya Rabb, na kuomba lile ambalo nalitamani liambie kun, ili liwe. Ni moja katika dua, haukatazi kuiomba. Sasa huenda wewe katika dua zako, katika kutamani kwako, katika kutaraji kwako, ukataraji mambo, kumbe plani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa mno. Umetamani mke, atakupa mke na nyumba na gari. Umetamani lake, na kupa milioni. Kama unavyoiona picha mpendo wa zamaji, inasema khutatuka wa khutatullah Subhanahu wa Ta'ala lak. Mti mkavu ndio plani yako wewe, lakini huenda ikawa hiyo ndio plani yako, lakini Allah mtukufu anakupangia mambo mazuri makubwa kabisa, kama ulivyokuwa mti wa upande wako wa kushoto. Kwa hivyo Allah mtukufu ajalie
yale ambayo anaona sawa kwetu ndio yawe. Ikiwa plani za Mwenyezi Mungu ndio nzuri namna hii, ewe Allah tupangie, Allahumma ahsin lana at-tadbir fa innana la nuhsin at-tadbir, ya mudabbir dabbir lana fa innana la nuhsin at-tadbir. Ewe Allah, ewe Mola wetu tupangie, kwani sisi hatujui kupanga. Twende katika picha ijayo. Picha ijayo mpendwa mtazamaji, vile vile ina mazingatio makubwa sana, na natamani vile vile iwe darsa katika maisha yako. Itakuwa ni picha ya kabla ya mwisho insha Allah taala. Samahani kwa kurefusha, lakini pia nafikiri faida ni kubwa. Picha inatuambia man jahala nafsahu saddaqa ta'wil al-akharin, atakayekuwa haitambui haijui vizuri nafsi yake ataamini, asiyeitambua na kuijua nafsi yake basi ataamini yale ambayo anasema kuhusu yeye na watu wengine. Fulani dhaifu, fulani kadha, fulani kadha, kwa sababu yeye mwenyewe hajiamini, anasubiri aambiwe yeye nani, hatimaye anakuwa mtu mnyonge. Wengine wanamcheka, wanakuwa juu yake, wanamkandamiza, wanamkejeli. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe hajajiamini, hathibitiki katika misimamo, hajitangazi vizuri. Wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa shakhsia, amekupa personality, amekupa ujuzi, amekupa akili, amekuumba katika ahsani sura, wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Jifakhirishi kama wewe ni mwanadamu, hujaumwa mende wala mbwa wala nguruwe. Umeumba mwanadamu alladhi karrama Allah Ta'ala, amemkirimu fil barri wal bahr. Yani heshimu au mheshimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuumba mwanadamu, tena Muislamu. Kuwa na shakhsia, jiamini bila kibri. Sizungumzii kibri, sizungumzii kujivuna, kujitapa. Nazungumzia ukae vizuri katika jamii, uheshimu wa kuheshimu. Uwe ukija mbele yao wasema fulani kaja, asa fulani kaja, fulani amekuja, fulani alikuwa hapa, ameacha athar. Lakini uwe ukiwepo hauwepo, la. Uislamu sio dhaifu wala sio mwenye kiburi na majivuno. Uislamu ana shakhsia yake. Kwa hiyo jiweke pahala stahiki ambapo Mwenyezi Mungu anakutaka uwe. Jifakhirishi na Uislamu wako, jifakhirishi na wanadamu wako, wala usiache wengine wakakusema au wakakusemea au wakakutungia mambo ambayo wewe haunayo. Uwe mwenyewe umethibitika katika msimamo ambao utakuweka pahala pazuri. Naam, picha ya mwisho, na nimeifanya kuwa ni picha ya mwisho mpendwa mtazamaji kwa maksudi, na picha hii imejaa mazingatio makubwa, na ndio maana nimeomba nimefanya nimalizie kipindi chetu cha leo ili tubaki na zingatio moja kubwa adhimu kabisa. Kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamuru ya kwamba usimabudie isipokuwa yeye. Baada ya hiyo at-tauhid wa bil walidayni ihsana imekuja moja kwa moja, na watendee mema wazazi wako wawili, na watendee wema wazazi wako wawili. Kwa hivyo ishi wema na wazazi wako wawili. Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa anawapa cheo wazazi wawili, akasema, alipoulizwa ni nani ambao tunatakiwa tuishi nao kwa wema, akasema ummuka, mamako. Kisha nani? Akasema ummuka, mama. Kisha nani? Akasema ummuka, mama. Kisha nani? Akasema abuka, baba yako. Kwa hivyo unaangalia wazi kwamba kama vile Mtume alimpa mama vyeo vitatu na baba cheo kimoja, lakini hapa sio kama ni kumdogosha baba. Baba ni pepo na mama ni pepo. Alwalidani babani ila aljanna, moja katika hadithi. Wazazi wawili ni milango miwili ya pepo, wa in wahidin fawahid, ikiwa mlango mmoja mbaki basi ni mmoja. Ikiwa baba tu yu hai au mama tu yu hai, ni mlango ambao takia upigania, hiyo ndio pepo. Aljannatu tahta aqdam ummahati,
katika athari. Pepo ipo chini ya nyayo za akina mama. Na tukija katika picha yetu adhimu hii, inasema hivi: kullu duyun qad tuqda illa dayn al-um. Madeni yote yanaweza kulipwa isipokuwa deni la mama. Nani kama mama? Nami daima nasema, nani kama mama? Baba nani wa mfano wake? Tunampa haki vile vile baba. Lakini hapa picha hiyo ukiangalia, mama ambaye aliyekubeba miezi 9 tumboni, na nafikiri wote walikuwa na wake zao wameweza kujua tabu na mashaka na matatizo ambayo walipitia mama zao katika ujauzito wao, kupitia kuwaona wake zao wanavyosumbuka. Unaweza ukawa unamhurumia mke wako kuliko utavyohurumia mama yako ambaye alipitia haya ya mke wako. Narudia tena, huenda ukamwonea huruma mke wako ambaye anapitia hali ya ujauzito kuliko kukumbuka kwamba mama yako alipitia haya kukuzaa wewe. La ilaha illa Allah. Kwa hivyo mama, nani kama mama? Utavofanya mpaka kufa kwako, hata kama utaishi leo mpaka kiyamani, ili useme nataka kumlipa mama yangu, hutaweza kufanya hivi. Moja, kama sijakosea, labda Ibn Umar, kama sijakosea, moja katika masahaba muhimu, pate zingatio, alijiwa na mtu ambaye amembeba mama yake juu ya mgongo, akitufu naye Makkah al-Mukarrama. Mama yuko juu ya mgongo, anatufu naye hao shote 7, duru 7. Akamwijia huyo sahaba na kumwambia, aturani, je, unaniona kwamba nimemlipa mama? Unaweza kusema labda akamlipa. Hapana. Wallahi hapana. Akasema, wallahi hujamlipa hata ukelele mmoja. Ukelele mmoja aliupiga, aliulia wakati wa kuzaa wewe. Ukelele mmoja hujamlipa. Haya sasa, miezi 9 tumboni utalipa? Kukunyonyesha miaka 2 utamlipa? Kukulea miaka na miaka mpaka umekuwa daktari utamlipa? Utamlipaje? Ndio maana picha inatuambia hivi, madeni yote yanaweza kulipwa isipokuwa deni la mama. Naongezea, hata deni la baba huwezi kulilipa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkono kwa mkono hadi peponi. Nijuze kivuli cha amani.